Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia apongezwa kuteua wapinzani. Kabudi ahaidi kuchapa kazi, wateule wapewa neno. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Bodi ya mikopo ya kusanya bilioni 60 miezi mitatu. Habari katika ukurasa wa 3. Wagembizi wakimbilia uraiani wasakwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Viongozi wa dini wakataa migongano vita. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Yakubu ondoka na nishani Komoro. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Habari picha ikimwonyesha rais wa Komoro Aziz Assoumani agemvisha nishani ya taifa ya mwezi wa kijani aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini humo Said Yakubu, kutokana na mchango wake katika taifa hilo baada ya kuhitimisha utumishi wake nchini humo katika hafla iliyofanyika Ikulu ya Beit Salam jijini Moroni, Komoro juzi. Habari kamili ni katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Tanzania isiangukie mtego wa machafuko Afrika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. LATRA kuwanyuka wasafirishaji wanaogoma. Habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Gazeti limeandika REA yabakiza vitongoji 1014 umeme kuwaka. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mafuta ya pana bosi wa Eura, uteuzi wake watenguliwa siku moja baada ya kutangaza bei mpya zilizozua vilio nchi nzima. Wachambuzi waangazia sakata hilo, wagebainisha kinachoweza kuwa nyuma ya pazia. Habari katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. Siri uteuzi wa Kabudi, uteuzi wa Kiziga wazua mjadala. Habari katika ukurasa wa 5. Kikao cha wanaume chaibua mazito. Habari katika ukurasa wa 3. Taifa kutopandisha bei ya gesi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Rais Komoro amtunuku nishani Yakubu. Habari katika ukurasa wa 6. Mwana hawa nilivimba mdomo kisa kuimba. Habari katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Lukiza Autism Foundation ikishirikiana na Wizara ya Afya inakuletea msimu wa 5 wa mbio pendwa jumuishi, mbio ya usonji Run for Autism Tanzania Half Marathon itakayofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026 Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Malengo ya mbio hii ni kuadhimisha siku ya kuelimisha jamii kuhusu hali ya usonji duniani, kuhimiza mtindo bora wa maisha wa kufanya mazoezi, kuwashawishi wanafamilia wote wenye wanafamilia wenye usonji au ulemavu mwingine kutofungia ndani, wakutanisha na wadau mbalimbali wa usonji kwa lengo la kujuana, kufurahi pamoja na kuongelea haki na mahitaji ya watu wenye usonji na hali nyingine. Fedha zitakazopatikana zitaendeleza utekelezaji wa mradi wa ustawi wa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gharama za usajili ni shilingi 35,000 tu. Kujisajili sasa, ingia kwenye tovuti ya www.runforautismmarathon.co.tz au piga simu namba 0783639335.
Ninalo gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni maaskofu funguka, ujumbe wa kusamehe, haki, watawala, wagemea tabia ya chuki, ubinafsi katika jamii, wahimiza mshikamano kwa lengo la kujenga umoja wa kitaifa. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari picha ikionyesha waumini wa kanisa kuu la Anglican Diocese ya Central Tanganyika Roho Mtakatifu jijini Dodoma wakiigiza mateso ya Yesu Kristo wakati wa ibada ya Ijumaa Kuu. Habari picha inaonyesha viongozi mbalimbali wa kanisa. Siri TRA kukusanya trilioni 9.31 miezi mitatu. Habari katika ukurasa wa 3. Mgomo wa daladala wa poa wasubiri kikao. Habari katika ukurasa wa 3. Waomba nguvu kutumika kufungua mlango wa Hormuz. Habari katika ukurasa wa 17. Rais Komoro mtunuku nishani balozi Saidi Yakubu. Habari katika ukurasa wa 4. Polisi wapiga marufuku disko toto sikukuu ya Pasaka. Habari katika ukurasa wa 18. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tulitazame sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Ijumaa Kuu ya amani. Maaskofu wakemea wanaojaribu kuvuruga tunu hiyo, wataka ilindwe. Habari katika ukurasa wa pili. Uteuzi Profesa Kabudi gumzo nchini, wanazuoni wachambua uwezo wake mkubwa, wasema rais amepata msaidizi makini na mzoefu. Mama Fatuma Karume ataka viongozi wa zalendo. Habari katika ukurasa wa 3. Rais Dr. Mwinyi eleza faida ya kulinda amani. Habari katika ukurasa wa 3. Madaktari wafichua madhara ya kulala na simu karibu. Habari katika ukurasa wa 14. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele Jumamosi leo ni Dr. Mwinyi ahimiza kulinda tunu ya amani. Ujumbe umoja wa amani watawala ibada ya Ijumaa Kuu. Habari katika ukurasa wa 2. Myanmar yapata rais mpya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Wazazi walezi simamieni jukumu la malezi ya Hemedi. Habari katika ukurasa wa 2. Wanamapinduzi wataendelea kuthaminiwa. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya mji. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika walete kati, Msajigwa aonya, Okelo amchongea Pedro Yanga. Habari katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 12. Leo ni Yanga dhidi ya Tanzania Prisons saa 12 na dakika 30 jioni KMC Complex Dar es Salaam. Mechi ya mwisho ya TPL ilikuwa Machi 12 uwanja wa Jamhuri Dodoma. Yanga ilishinda goli 1-0. Mwalimu ana rekodi Simba Sports Club. Habari katika ukurasa wa 3. Ijayo ni Azam dhidi ya Simba Sports Club saa 1 kamili usiku uwanja wa Benjamin Mkapa kesho Jumapili. Tatizo Simba ni fei. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mayele wa Yanga anapokutana na Ronaldo. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Dezebri kuishuka na Spurs. Habari katika ukurasa wa 18. Rio aipa Man United ujanja. Habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili imeandika TPL leo Jumamosi ni Mashujaa dhidi ya Pamba Jiji saa 10 kamili jioni Lake Tanganyika. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa 2. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Na gazeti Habari Leo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Yanga Prisons hesabu tofauti leo, matokeo Simba ya mparaha Beka, Dodoma Jiji Mbeya City za ngara. Habari katika kurasa za ndani. CAF yachekelea kupeleka timu 10 kombe la dunia. Habari katika ukurasa wa 22. Serengeti Girls dimbani tena leo. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima, habari za michezo na burudani lenye limeandika mambo mawili Simba, Beka ataja nini cha kufanya, mnyama
kuzidi kutakata, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Ligi kuu bara kesho ni Simba dhidi ya Azam FC. 34 kati ya ligi kuu bara, Simba ya Beka ipo nafasi ya pili ikiwa na jumla ya alama 34 baada ya kushuka dimbani mara 15. Yanga Sports Club Prisons mechi ya hesabu, habari katika ukurasa wa 19. Hamisa Mobeto alivyofunga mwaka mmoja ndoa yake, habari katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Mkwe wa Trump Tiger mapenzi shata, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Chamo Data yazungumzia amani, habari katika ukurasa wa 17. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima, na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.